Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunazungumzia kauli kali iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche ambayo imezua mjadala mkali nchini. Humphrey Polepole angezuia utekaji wakati wa Rais Magufuli yasingemkuta leo. Kauli hii ilitolewa leo Mei 2 mwaka 2026 wakati Heche alipokuwa akizungumza na wanafunzi wa vyuo vya kati na vyuo vikuu walio wanachama wa Chadema yani CHASO jijini Arusha. Alisemea na kukemea vikali sakata la utekaji linaloendelea nchini na kuwahimiza vijana na Watanzania wote kukemea maovu bila woga. John Heche, mmoja wa viongozi wenye sauti kali ndani ya Chadema, alizungumza kwa ujasiri mbele ya vijana wa Chadema au CHASO akisema yafuatavyo. Amekemea vikali sakata la utekaji linaloendelea nchini. Pia amemtaja moja kwa moja Humphrey Polepole, kiongozi maarufu wa CCM na aliyekuwa karibu sana na Rais John Pombe Magufuli. Amesema kama Polepole angekemea utekaji wakati wa utawala wa Magufuli ambapo alikuwa na madaraka makubwa, basi yeye mwenyewe asingekutana na tatizo hilo leo. Amewahimiza vijana na Watanzania wote kuwa na ujasiri wa kukemea maovu bila woga, bila kujali ni nani angefanya maovu hayo. Kauli hii inakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa nchini ambapo kuna madai yanayoendelea ya kutoweka au kutekwa kwa baadhi ya viongozi, wanaharakati na raia wa kawaida. John Heche anatumia Polepole kama mfano wa double standard, yani viwango viwili. Wakati wa Magufuli, Polepole alikuwa na sauti kali na alikuwa karibu na mamlaka. Heche anasema kama angekemea utekaji huo wakati huo, labda utekaji usingeendelea au usingemfikia yeye mwenyewe kwa sasa. Kwa miaka kadhaa kumezuka madai mengi ya kutoweka kwa watu, hasa wanasiasa, wanaharakati na waandishi. Wakati wa Magufuli kulikuwa na madai mengi ya utekaji na kutoweka. Baada ya kifo cha Magufuli na kuingia kwa Rais Samia, madai hayo yanaendelea kuingawa kwa kiwango kidogo. Heche anasema tatizo ni la kimfumo na linapaswa kukemewa bila upendeleo. Heche anawahimiza vijana wa CHASO kuwa na ujasiri wa kisiasa na kutokubali maovu. Anawapa ujumbe kwamba kimya kinaharibu taifa na kuwa na sauti ni jukumu la kila mwananchi. Kauli hii inajaribu kuonyesha kuwa matatizo ya utekaji si ya chama kimoja, bali ni tatizo la kitaifa ambalo linapaswa kukemewa na wote. Pia inajaribu kumweka Polepole na CCM kwa ujumla katika nafasi ya kujitetea. Hii ina maana gani kwa taifa na siasa? Kwa upande wa Chadema, kauli hii inaimarisha msimamo wa chama kama chama cha ujasiri na kinachotetea haki za binadamu. Kwa serikali na CCM inawapa changamoto ya kushughulikia madai ya utekaji kwa uwazi pamoja na uwajibikaji. Kwa vijana inawapa wito wa kushiriki katika siasa na kutokubali kimya mbele ya maovu. Na kwa demokrasia hii inakumbusha kuwa haki na usalama wa raia ni msingi wa demokrasia. Utekaji unaoendeshwa na watu wasiojulikana unaharibu imani ya umma katika taasisi za dola. Kauli ya Heche ina mantiki ya kimsingi. Utekaji ni kinyume cha sheria na haki za binadamu. Haijalishi ni nani anatekwa au wakati gani, tatizo linapaswa kukemewa vikali na pande zote. Kila raia ana haki ya usalama na uhuru. Kumtaja Polepole moja kwa moja ni mkakati wa kisiasa. Heche anajaribu kuonyesha kuwa wale waliokuwa kimya wakati wa Magufuli sasa wanakabiliwa na tatizo lile lile. Hii ni njia ya kuwakumbusha watu kuwa kimya mbele ya maovu kinaweza kuwarudia baadaye. Kauli hii inaweza kuongeza chuki na migawanyiko badala ya kuleta suluhu. Badala ya kulaumiana, viongozi wote wanapaswa kuungana kukemea na kukomesha utekaji bila upendeleo. Serikali iwe wazi na iweke wazi takwimu na hatua zinazochukuliwa kuhusu madai ya utekaji. Vyama vyote vya siasa na viongozi wa dini na asasi za kiraia viungane kukemea utekaji na vitendo vyote vya kinyama. Vijana wawe na sauti, lakini wazingatie amani na sheria katika mapambano yao. Mahakama pamoja na vyombo vya usalama viwe huru na vishughulikie kila kesi ya utekaji kwa uwajibikaji. Mwisho wa siku, taifa lenye nguvu linajengwa na ujasiri wa kusema ukweli na kulinda haki ya kila raia, si kimya au upendeleo. John Heche amesema wazi,
Polepole angezuia utekaji wakati wa Magufuli, asingemkuta leo. Kauli hii inakumbusha kuwa kimya mbele ya maovu kinaweza kuwa na gharama kubwa baadaye. Tanzania inastahili usalama, haki na ujasiri wa viongozi wake. Tuungane kukemea maovu bila uoga. Je, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, nini maoni yako kuhusiana na kauli hii ya Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Je, nini maoni yako kuhusiana na kauli hii ya makamu mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa John Heche, kulingana na kauli yake aliyoitoa swala la utekaji, ambapo amesema kuwa Polepole kama angekemea na kupinga swala la utekaji wakati wa utawala wa Magufuli, ambapo yeye mwenyewe alikuwa na cheo kikubwa kwenye uongozi ule, huenda jambo hili la utekaji lisingempata hivi sasa au hivi leo. Wewe una maoni gani kuhusiana na kauli hii? Je, yuko sahihi kuitoa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo au hayuko sahihi? Je, unakubaliana naye kwa asilimia ngapi kwamba endapo Polepole angepinga na kukemea utekaji wakati ule wa utawala wa Magufuli akiwa na cheo kikubwa kuliko alivyokuwa kwenye utawala wa Rais Samia, huenda hayo madhari ambayo ameyapata sasa hivi huenda yasingemkumba, huenda yasingemfika.